mazingira oye. Baada ya kusema hayo, nami niungane na waliotangulia kwanza kuwashukuru kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya ya kufanya mji wetu kuwa mzuri na ni mji wenye kuvutia. Hongereni sana kwa hili. Lakini vile vile maafisa wetu, wakati nakuja niliona namna gani kila maeneo watu wanafanya usafi, na hii imedhihirisha, na ndio maana tupo katika ile 10 bora ya majiji yaliyokuwa masafi katika Afrika. Lakini kazi kubwa mnaifanya nini? Hongereni sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tumepata bahati, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, yeye ni balozi wa mazingira duniani. Sasa unaweza ukawa balozi wa mazingira duniani alafu ndani ya nchi yako haifanyi vizuri. Lakini leo tumepata bahati, pamoja na majukumu waliopewa ya mazingira duniani, lakini Tanzania hususan Dar es Salaam tunafanya kazi vizuri sana katika masuala ya usafi. Mama Samia oye! Manake hii inampa hata yeye nguvu. Kulia hapa mnaona ndugu zetu wa OLS wanakamilisha mtambo, tutaondokana na matumizi ya kuni, sasa tutaingia katika mfumo rasmi wa gesi. Hiyo ni ndani ya miaka 4 ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia, kazi ambazo anazofanya. Tuzidi kumwombea kwa Mungu na tuzidi kumpambania, na tuhakikishe Mama Samia mitano tena. Mama Samia mitano tena. Kwa hiyo nikasema nitangulize maneno hayo ya kwanza. Lakini la pili, ndugu zetu wa NEMC, kwa kweli tunawashukuru. Mimi kwenye ofisi yangu kwa miaka 4 Dr. Samia Suluhu Hassan sikupata malalamiko ya mwenye kiwanda hata kimoja kuja kulalamika kwamba NEMC wanatuingilia, wanatubana, wanatupiga mafaini, tofautisha na miaka ya nyuma huko ilikuwa ni balaa kubwa sana. Kwa NEMC kwa kweli tunawashukuru sana kwa hilo. Muendelee kutuongoza, muendelee kuongoza, kwa sababu yale makampuni au vile viwanda vinaajiri wa Tanzania. Manake kama kuna changamoto ndogo ndogo mnaenda mnaongea nao. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa maelekezo ambayo mnawapa na malalamiko hayo hayapo. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa mambo ambayo mnafanya haya. Lakini kwa ndugu yangu Beno na Teresia, hawa ndio wanaoivisha nguo jiji la Dar es Salaam. Nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja, yeye yuko Rwanda, anasema kama miaka 20. Anasema Dar es Salaam niliyoiacha mimi sio ya sasa hivi. Na ikizungumziwa Dar es Salaam haizungumziwi Ubungo. Na ikizungumziwa Dar es Salaam maana yake inazungumziwa Ilala. Na ikizungumziwa Ilala inazungumziwa City Center. Kwa kweli mmefanya kazi kubwa sana. Tunaona namna mnavyolembesha roundabout zilivyokuwa nzuri, na leo nimefurahi kile kilio changu umeweza kukisikia pale mnara wa saa. Yaani ile ilikuwa inaniuma kweli kweli, miaka nenda miaka rudi. Nakumbuka nilikuletea hadi wadau namna gani wa pale, lakini leo nimeweza kuchukua maamuzi kuweza kuweka garden pale nzuri. Hongereni sana kwa hilo. Na pale ndipo inapoanzia kilomita za Tanzania. Hapa Wanyamwezi wapo? Hebu nyosheni mikono juu Wanyamwezi. Nisikilizeni sasa vizuri. Kule kweli Tabora kule, ukiambiwa kutoka Dar es Salaam hadi Tabora labda kilomita 200 au 1000 2000, inaanzia pale mnara wa saa. Ndio hapo ambapo Eli Huruma ameamua kupaboresha, kuhakikisha kunakuwa na mandhari nzuri. Wasukuma oye! Wanyamwezi oye! Lakini msilomea sana jiji hapa, kwa narudi kidogo nyumbani, sawa? Na mwisho Teresia na Beno. Kwanza na wakaribisheni, leo tutakuwa na festival ya nyama choma pale Vingunguti. Karibuni sana, tutakuwa na mkesha pale. Tutakuwa na ndugu zetu wa CRDB Benki, lakini tutakuwa na ndugu zetu wa DAWASA. Lakini maelekezo yangu sasa, hawa ndio wanaotupa sisi heshima. Makofi tafadhali, makampuni piga kelele. Wanapigwa na jua hawa, wananyeshiwa na mvua hawa, wanasemwa vibaya na kwenye magari. Kaa pembeni, toka hapo Sudani, na kiwa wanavumilia. Sasa anayekufanyia hisani na wewe unatakiwa umlipe hisani. Hatuna kikubwa cha kuwalipa, kuwaombea kwa Mungu, lakini haya makampuni yetu ya usafi yote
wiki ijayo tuwe na festival ya nyama choma ya hawa wakandarasi pamoja na piga kelele kwa mstahiki. Mama Samia hai. Narudia tena, wiki ijayo tuwe na festival ya nyama choma, hata huko duniani wajue ala, kumbe hata nyinyi na wathamini wafanyaji usafi. Piga kelele kwa mstahiki. Na siku hiyo itakuwa nyinyi mmekaa kwenye viti na burudika. Sawa? Mimi, Beno, Eliuruma, Teresia, Pogoro, Charango na Dangu Dasi tutakuwa na kazi moja tu. Tutakuwa tunakuuliza kwenye meza yako, unataka mbuzi au nyama ya ng'ombe? Sasa siku hiyo itakuwa ni kula kunywa, sawa? Wanaosema bwana tuibudani iwepo ya nyama choma ya watu wa usafi, mikono juu. Wale wanaosema bwana msekimea mradi tunafanya usafi na tosha, acha tu tukae nyumbani tuwe tuna mawazo ya maisha, mikono juu. Beno na Teresia, mmeona ngoma hii? Mmeona ngoma hii? Kwa sasa nahitaji wiki ijayo tuandae tamasha hilo. Tuandae kidogo, wanacheza, wanaserebuka, wanaondosha mawazo.